Lipuli ilikuwa too much kwa sababu siwezi yani kucheza bukta ikiwa juu. Yani siwezi yani. Bana, mambo vipi? Karibu tuzungumze michezo. Mimi naitwa Mtani Joktan na niko na miongoni mwa wachezaji wa Simba Sports Club, fullback ya kulia David Kameta Duchu. Bana Duchu, uko vizuri? Ya, salama kabisa. Shwari kabisa. Fresh kabisa. Alhamdulillah. Msimu huu unaonaje Duchu? Msimu huu ni msimu mzuri. Ni msimu ambao ulikuwa na pilika nyingi sana. Pia msimu yani ni msimu mgumu kwa sababu timu zote ziko vizuri. Kwa sababu kuna timu ukizania au kuna yale matokeo mengine ambao watu walikuwa wanatarajia hawajayapata. Kwa hiyo msimu uko na changamoto nzuri na umekuwa na upinzani wa hali ya juu. Kwa hiyo ni safi kwa wachezaji na pia ni safi kwa ligi kuendelea kuwa na ushindani wa hali ya juu. Msimu uliopita mlipoteza ubingwa kwa tofauti ya alama moja, lakini pia msimu huu tunaona tofauti ni alama mbili. Tunaweza kusema msimu huu labda kidogo umekuwa mgumu zaidi kuliko msimu uliopita. Ya ni kweli kwa sababu msimu uliopita tumepoteza kwa tofauti ya pointi moja kama ulivyosema. Ya ukizingatia sasa hivi tupo nyuma kwa tofauti ya pointi 2, lakini ukiangalia msimu huu hujaisha bado mechi 5. Lakini msimu uliopita si uliisha kwa tofauti ya pointi 1. Kwa hiyo kuna nafasi ya kwanza upya na kujipanga kwa mechi hizi 5. Kwa hiyo sisi kama Simba tunajiangalia sisi kwanza, tuangalie mpinzani wetu. Sisi tunajiangalia kwa sababu sisi tuna malengo yetu, na kama ilivyo ada ya mwalimu anatuambia kwamba sisi tushinde mechi zetu. Kwa hiyo haijalishi nini kitatokea, lakini sisi cha kwanza tutake tujiangalie sisi. Kwa sababu unaweza kusema ukamwangalia mtu alafu ukateleza, inakuwaje? Kwa sababu kama saizi tuna gap la pointi 2, wewe ukipoteza inakuwa kwake. Uone kama inakuwa rahisi. Kwa hiyo sisi tunatakiwa tushinde kwanza mechi zetu. Hilo ndio kubwa. Na ukitazama mechi ambazo zimebaki, pengine unaona kuna mechi ambayo inaweza ikawapa ugumu zaidi. Sisi kila mechi ngumu. Uongo mbaya. Si kila mechi kwetu ngumu. Sisi kila mechi kwetu ni ngumu. Hakuna mechi rahisi ambayo tumekabiliana nayo Simba kwa msimu mzima. Hata zile ambazo mimi nimebahatika kucheza, ambazo nimebahatika kuziona nikiwa nje, naona mechi ni ngumu kwa sababu mwisho wa siku tunakuja kuona mwisho wa siku uwanjani kwamba tunashuhudia kwamba hii mechi ilikuwa kweli. Mechi gani labda pengine baada ya kuimaliza ukashika na viatu kabisa ukasema hii mechi nashukuru Mungu dakika 90 zimemalizika? Mimi mechi zote ambazo nimebahatika kucheza ni mechi zote zilikuwa tough. Mechi zote, ukiangalia mechi ya TRA, ukiangalia mechi ya Prison, japo tulishinda goli 5, lakini ilikuwa mechi ngumu. Mechi ya Coast ilikuwa ni mechi ngumu kwa sababu walianza kuongoza, unaona. Kwa hiyo sisi ilibidi tufanye jitihada, unaona, tutoke nyuma tusawazishe na tutafute pointi 3. Nadhani kama unaona TRA ni kama unavyojua ni timu ngumu na wachezaji wazuri na wachezaji wazoefu. Kwa hiyo sitarajia unaenda kucheza na TRA utacheza na timu ile ambayo wamepanda daraja. Hapana, ni timu ambayo ina wachezaji wazoefu na ina wachezaji wakubwa ambao wanajua wakati unifanya nini, wakati unatakiwa kufanya kitu gani. Unacheza kwenye nafasi ya beki wa kulia. Pengine winga gani ambaye uliwahi kukutana naye akakusumbua zaidi ukasema huyu nimemaliza mchezo lakini amenisumbua sana? Mawinga obvious siku zote ni wasumbufu, lakini sasa inategemeana na jinsi wewe ambavyo umejiandaa na kuweza kuwakabiliana nao. Kwa urahisi nilipata nafasi pia ya kucheza mechi ya Azam. Kuna jamaa mmoja yule winga wa Azam anaitwa nani yule, anatoka nje, ni mchezaji mzuri ambaye alionyesha upinzani mkubwa. Pia hata Idi Nado ni mchezaji ambaye ukikabiliana naye inabidi kidogo uwe sawa. Ni mchezaji ambaye anaweza akafanya kitu chochote kwa sehemu yote kwa sababu ni mchezaji ambaye ana talent na ni mchezaji ambaye anajua na alishakuwa mzoefu sasa hivi. Kwa hiyo ule uzoefu na kipaji chake, kwa hiyo inatakiwa lazima uwe makini. Nini kinampa Duchu motisha ya kufanya vizuri akiwa uwanjani? Mimi nadhani kikubwa ni sehemu ambayo nafanya kazi. Ndio inaonipa motisha kwa sababu ni sehemu kubwa ambayo kila mtu anatamani kuja hapa. Kwa hiyo kama mimi Duchu niko hapa najua kabisa kuna wenzangu 200 wanataka kuja hapa. Kwa hiyo ni motisha yangu ya kwanza. Kwa hiyo nikishakumbuka bwana hii sehemu ambayo nipo bwana nafasi kuna watu kabla 300 100 ngapi wanaomba kila siku kuja hapa. Kwa hiyo mimi natakiwa niendelee kukaza zaidi. Vipi kuhusiana na familia ikiwa jukwani pale, kuna namna inakuboost? Familia ni kitu kikubwa katika maisha yetu wachezaji. Unapomwona familia yako, mtoto wako, mke wako, mzazi wako, ni kitu kikubwa ambacho kinatupa hope pia kwa sababu unatambua bwana mimi mtoto wangu pale au mimi babangu pale inabidi nimuoneshe kwamba baba kwamba mimi nipo kazini hapa.
Yeah. Bana, tumalize na hii. Watu wengi wanatamani kujua kwa nini Duchu akiwa anacheza kidogo suruali yake anaishusha hivi, lakini anapiga kazi kweli kweli pasipo kuanguka. Okay, mimi bwana mimi nimekulia, mimi natokea Mbeya. Natokea sehemu moja hivi inaitwa Airport ya zamani. Ukijaribu kufuatilia hiyo Airport ya zamani ni sehemu moja hivi ya wauni sana. Sio, unanielewa? Yaani ni sehemu ya yani wa masela nini. Kwa hiyo mimi nimezaliwa katika crew hiyo. Mimi rafiki zangu wengi wengine walikuwa wanacheza kuliko hata mimi, wengine walikuwa na talent kubwa kuliko mimi, lakini wengi wao hawakuweza kufanikia kutokana na wakaingiza kwenye matumizi ya madawa nini, mambo mengi mishe. Kwa hiyo ile kuzaliwa mtaani kwa kuna ule mtaani fulani ambao yani sometimes natamani na hata hivi sasa hivi nimepunguza, kwa sababu ukiniangalia kati niko Lipuli ilikuwa too much, kwa sababu siwezi yani kucheza bukta ikiwa juu. Yani siwezi, yani natamani ile watu wao wananielewa, lakini kuna mtu mwingine unajua unaweza ukawa unamueleza lakini anaona kusema huyu bwana muongo. Kwa hiyo kwa sasa hivi nilipofikia naona kabisa nimejitahidi, nimeweza, kwa sababu sio mara nyingi naweza kaa hapo, lakini ni lazima tu itashuka. Ni kutokana na mazingira ambayo nimekulia, kwa sababu unajua ukiwa mdogo kadri unavyozidi kuwa afu unakulia mazingira unaona kabisa haba hivi, kumbe kile kitu hakikuwa kizuri. Kwa hiyo sio kitu kizuri kusema kweli. Kwa hiyo mimi mwenyewe najitahidi nikiondoe, na ina imani kadri siku muda unavyozidi kidogo itakuwa sawa tu. Watu wanasema labda pengine Duchu anawakumbusha kuhusiana na Pascal Wawa, maana alikuwa na hiyo tabia. Sijajua kwa sababu hata mimi pia wakati nafika Simba Pascal Wawa nimemuona. Kwa hiyo naye alikuwa ni mtu wa kupenda vitu kama hivyo. Kwa hiyo kwa mtu mwingine anapenda, kwa mtu mwingine ni ngumu kuvikwepa kutokana kama mimi unaona hata hapa unaona. Yani siwezi tu, kwa sababu hata kocha pia analumbana naye sana. Sio kwamba anapenda, lakini ni hivyo tu, yani unajikuta tu, kwa sababu sometimes unaweza kuwa unakimbia lakini unaweza kukuta mkono tena umerudi huko. So ni kawaida. Kwa hata pia ukimfuatilia kuna mwingine nani Manyasi. Kuna kiungo mmoja yupo Costa anaitwa Sostenes Manyasi. Naye ni wa huku kwetu. Ukimwangalia sasa yule sasa ndo mimi utasema nafuu, kwa sababu kila dakika moja. Yani hata akitembea hivi lazima atafanya hivi. Sawa, shukrani sana. Asante.